katika wasaa mwingine, mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, tunatazama mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini wakati huu tunamtazama katibu wa vyombo vya habari katika ikulu ya White House, Karoline Leavitt, ambaye amesema kwamba rais wa Marekani Donald Trump ametoa njia ya mazungumzo, lakini kama yatashindikana lazima ataishambulia Iran. Katibu wa vyombo vya habari vya ikulu ya White House, Karoline Leavitt, amesema Marekani itafuata diplomasia na Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia, huku akiweka wazi kuwa Rais Donald Trump atabaki na chaguzi nyingine iwapo mazungumzo yatashindwa, huku maafisa wakijiandaa kwa mazungumzo nchini Oman ambayo Washington inatumai inaweza kufafanua nia ya Tehran. Diplomasia inasonga mbele, Leavitt alisema. Lakini pia aliongeza kwamba ikiwa diplomasia itashindwa, Rais Donald Trump atafanya maamuzi makubwa dhidi ya Iran. Hivi ni vitisho vingine ambavyo wakati huu wachambuzi wa mambo wanavisema, na wanasema kwamba ni mpango wa Marekani kuitisha Iran, ambayo kwa mujibu wa kamanda mkuu wa jeshi la Iran Bwana Mousavi ni kwamba macho yao masaa 24 yako macho kutazama ni nini ambacho kitaweza kujiri wakati ambapo Marekani inaingia katika mazungumzo siku ya leo Ijumaa dhidi ya wanadiplomasia wa Iran. Diplomasia inasonga mbele, Leavitt alisema katika mkutano na waandishi wa habari alipoulizwa kuhusu ajenda ya mazungumzo ya siku ya leo Ijumaa ambayo yanafanyika katika mji mkuu wa Oman, Muscat. Maafisa wanaofahamu maandalizi hayo wanasema majadiliano hayo yanatarajiwa kuangazia mpango wa nyuklia wa Iran pamoja na masuala mengine. Rais bila shaka amekuwa wazi katika matakwa yake kwa utawala wa Iran. Uwezo usio wa nyuklia ni jambo ambalo amekuwa akieleza wazi sana, na anataka kuona kama makubaliano yanaweza kutekelezwa, Leavitt alisema. Katibu wa vyombo vya habari katika ikulu ya White House hata hivyo alionya kwamba Marekani ina chaguzi nyingine zinazopatikana kando na mazungumzo. Ni wakati mazungumzo haya yanafanyika, ningewakumbusha utawala wa Iran kwamba rais ana chaguzi nyingi anazoweza kuzifanya kando na diplomasia, kama kamanda mkuu wa jeshi lenye nguvu zaidi katika historia ya ulimwengu, alisema. Kwa sasa pande zote mbili zinaonekana kuwa na uangalifu. Hakuna serikali iliyopendekeza hadharani ratiba ya matokeo, licha ya kwamba kila mmoja anaamini yupo tayari kwa ajili ya mapambano na yupo tayari kwa ajili ya lolote linaloweza kutokea. Marekani ipo tayari kwa ajili ya kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, huku Iran ikisema ipo tayari kwa ajili ya kujibu chochote ambacho kitafanywa na Marekani. Hata hivyo, wakati huu mazungumzo yanaendelea na bado hakuna chochote kilichoelezwa kutokana na mazungumzo hayo hadi pale ambapo watafikia mwafaka baada ya kukamilika kwa duru ya kwanza ya mazungumzo hayo yanaendelea. Kuhusu suala la Cuba, Leavitt alitaka kupuuza msisitizo wa Havana kwamba mazungumzo na Marekani yafanyike kwa usawa. Nadhani ukweli kwamba serikali ya Cuba ipo miguu yake ya mwisho na nchi yake inakaribia kuporomoka. Wanapaswa kuwa na busara katika kauli zao zinazoelekezwa kwa rais wa Marekani. Hata hivyo, wa Cuba wameweka wazi kwamba hawana wasiwasi wala hawezi kutishwa na serikali ya Donald Trump. Rais wa Marekani Donald Trump alisema katika siku za hivi karibuni kwamba kwa sasa Cuba ipo karibu katika kudondoka. Kwa mujibu wa Leavitt, anasema rais daima yuko tayari kujihusisha na diplomasia, na ninaamini hilo ni jambo ambalo linaweza kufanyika kwa kweli na serikali ya Cuba. Kuhusu vipaumbele vya ndani, Leavitt alisema Trump yuko tayari kufanya mazungumzo na wanademokrasia kuhusu ufadhili wa idara ya usalama ya taifa DHS na mageuzi ya uhamiaji, lakini alielezea baadhi ya maombi yao kama yasiyo ya mwanzo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.